Baada ya kuvuja kwa message ama chats ambazo alizokuwa akiwasiliana msanii wa filamu nchini Rushaynah, ambaye bidada huyu alikuwa ni mpenzi wa Haji Manara miaka kadhaa iliyopita, message zenye maudhui ambazo zilikuwa zinamshangaa Hamisa Mobeto anawezaje kuishi na Azizi licha ya kwamba muonekano wa Azizi namna ulivyo. Mashabiki wengi waliweza kumjia juu na kuweza kumdhihaki bidada huyo licha ya kwamba message zile alikuwa kichati na mtu ambaye hajamweka wazi na hajajulikana mpaka sasa. Sasa bidada huyo kupitia ukurasa wake wa Instagram amemwandikia message Hamisa Mobeto na kuweza kumuomba msamaha kutokana na kile kitendo ambacho amekifanya. Nitakuwekea sauti ya Rushaynah mwishoni mwa video hii uweze kumsikia namna ambavyo ameweza kusema. Aliweza kuzungumza kusema kwamba sisi ni Waislamu, lakini hatutaki kukaa siku 3 siku ngapi bila kuongeleshana. Lakini nirudi kwenye message ambayo bidada huyo aliweza kumwandikia Hamisa Mobeto kupitia ukurasa wake wa Instagram. Message ambayo alimwandikia kwa Kiingereza kama unavyoiona ikipita hapo, lakini kwa tafsiri ya Kiswahili message hiyo inasomeka ya kwamba: ninakuomba msamaha kwa nilichokifanya. Najua imekuumiza sana na hiyo inanifanya nijihisi vibaya. Nisamehe, sio kwamba itafuta kilichotokea, lakini kwa sababu itanifunga hadi kifo. Ninajua nimekuumiza na haujanisamehe. Ninatamani ujue kutoka moyoni mwangu kuwa jambo hili limenifanya nijutie sana. Najua itakuchukua muda kuchakata kila kilichotokea na kupa nafasi. Nisamehe kwa maumivu niliyokusababishia wewe na mama. Ni matumaini yangu kuwa siku moja utanisamehe. Ninakuahidi kubadilika na nipo muda wowote kuweka mambo sawa na wewe. Nitabaki kuwa rafiki na supporter wako mkubwa. Mwisho wa kunukuu maneno ya bidada huyo Rushaynah. Lakini kumbuka kitu kimoja, Rushaynah amekuja kuandika haya baada ya siku ya jana Hamisa Mobeto kupitia ukurasa wake wa Instagram kupitia Insta story aliweza kuandika kusema kwamba watu wasimgeuze jalala, watu wasimgeuze kuwa shimo la taka, so kila kitu wao wanaenda kutupia pale. Lakini Rushaynah kuweka ule uweledi ameweza kuomba radhi na kuomba msamaha. So tusubiri kutoka kwa Hamisa Mobeto anaweza akasema nini juu hichi ambacho kimetokea hapo. Kumbuka hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.